Leo nimekutana na maswali mengi katika mitandao ya kijamii kwamba penalty ya Julian Alvarez ilikuwa ni sawa ama haikuwa sawa kukataliwa. Majibu yako hapa, ungana nami mwanzo mpaka mwisho tuijue sheria ya double touch. Iko hivi, hii ndio tafsiri ya sheria kuhusu double touch baada ya kile kinachotafsiriwa kuwa double touch kilichotokea jana katika mchezo wa hatua ya 16 bora wa UEFA Champions League ambao uliokutanisha Real Madrid dhidi ya Atletico Madrid, mechi ambayo ilimalizika kwa Atletico Madrid wakishinda goli 1-0 katika dakika 90, lakini baadaye wakaenda kwenye extra time na extra time zikamalizika kwa ushindi huo kwa Atletico Madrid, ushindi wa goli 1-0, aggregate ikisoma 2-2. Ndipo tukaenda kushuhudia mikwaju ya penalty ambapo Real Madrid walishinda kwa mikwaju 4-2 na safari yao ikaanza kwenda robo finali. Sasa kuna hii changamoto ambayo ilitokea katikati ya upigaji wa mikwaju ya penalty kwenye mechi hiyo, na moja ya penalty ambayo imezua utata mkubwa sana mpaka sasa hivi ndio mjadala mkubwa sana duniani. Kwa watu ambao wanafuatilia sports lazima utakuwa umekutana na hii story ya Julian Alvarez. Kwanza tuijue tafsiri halisi ya hii sheria ya double touch. Iko hivi, hii ndio tafsiri ya sheria kuhusu double touch ama mguso mara mbili wakati wa upigaji wa penalty. Sheria ya upigaji wa penalty inasema kuwa penalty hupigwa mara moja tu, na penalty lazima ipigwe kwa mguso mmoja, yani one touch. Ni kosa mguu mwingine kugusa mpira wakati wa upigaji ama kujitangulizia au kusogeza mpira kwa mguu ndo upige, yani kwenye penalty no double touch option. Sasa ikiwa mguu wa mpigaji utagusana na mpira zaidi ya mara moja wakati wa kupiga penalty kabla ya mpira kuguswa na mchezaji mwingine, penalty hiyo itachukuliwa kuwa batili. Hii haijalishi imetokea vipi. Kwenye penalty hata ajali zinahesabika. Hii inajumuisha matukio ambapo mpigaji anaweza kuteleza au kujikwaa au vinginevyo. Inapotokea tu anagusana na mpira zaidi ya mara moja, hata kama mpigaji hakukusudia, bado penalty itakuwa batili. Sheria inasema kuwa ikiwa mguso mara mbili ama double touch utatokea katika penalty ya katikati ya mchezo, yani kwenye dakika 90, penalty hiyo itakataliwa na mchezo utaanzishwa tena, na ule mpira utapigwa kama mpira wa adhabu, sio wa moja kwa moja kwenye timu pinzani kutoka sehemu ambapo mguso huo ulitokea. Lakini kama ni kwenye mikwaju ya penalty hiyo itahesabiwa kwenye zile penalty ambazo zimekoswa, ambazo zimepotea kwa sababu ya mguso huo wa mara mbili ama double touch. Hiyo ndiyo sheria ya double touch kwenye penalty ama mguso mara mbili. Nadhani sasa utakuwa umeielewa vyema hiyo sheria ya double touch. Mimi nataka turudi hapa kwenye ile video ambayo inamuonesha mchezaji Julian Alvarez akienda kupiga hiyo penalty. Naomba tu ukweli wako mwenyewe uje hapo kwenye comment section unidondoshie comment kwa jinsi unavyoiona hii hapa penalty. Huu mpira Julian Alvarez aliugusa mara mbili, yani double touch, ama ni wenge la VAR? Naomba uniambie hapo kwenye comment. Nikukumbushe kwenda YouTube, katika YouTube channel yetu ya Dino Television, ambako huko kuna uchambuzi wa kina kuhusu matukio mbalimbali yanayotokea katika sport kila siku, makala na maisha ya wachezaji ndani ya uwanja na nje ya uwanja.